Habari za wakati mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, karibu sana katika channel yako pendwa Nebuye TV. Tuko tunaangazia kuhusiana na makala mbalimbali ambayo yanahusiana na ufugaji wa bata. Kwa siku ya leo tuko na bata wetu hapa na pia tuko na mfugaji wetu ambaye atuelezea kwamba bata wake katika hatua ya kutalia mayai na kuna huduma mbalimbali ambazo huwa anazifanya wakati bata huyo akiwa katika hali kama hii. Kwa hiyo atufundishe na maana kama tuko moja kwa moja tuweze kupata elimu ambayo inahusiana na swala zima la ufugaji wa bata. Kwa hiyo tunafuga bata kwa njia ya kienyeji na mkulima wetu tunaye hapa. Kikubwa tu naomba nikukumbushe kuweza kusubscribe, kulike na comment, na pia kama una mada yako na kama wewe pia ni mfugaji, tunakaribia sana kuweza kupokea maoni na changamoto mbalimbali tuweze kukutembelea ili kusudi tuweze kujifunza na pia tuweze kuwafundisha watu wengine. Kabla tujaendelea na ukumbushe tuweze kusubscribe na pia uangalie video hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho ili kusudi uweze kujifunza na uweze kuwafundisha watu wengine. Karibu sana ndugu mfugaji, mambo vipi? Kama salama. Kwema lakini. Kwema. Kwa majina unaitwa nani na unajishughulisha na nini? Kwa jina naitwa Bwana Bakari Kutafuna. Najishughulisha na ufugaji wa kuku wa bata. Na hili hapa ndio zizi ambalo nahifadhia bata wangu. Kwa hiyo karibu sana ndugu mtangazaji. Bana, asante sana. Kwa siku ya leo tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na swala zima la bata. Tumeangalia pale kama mtazamaji wetu anavyoangalia. Ndio. Pale kuna bata ambaye anakalia. Ina maana bata huyu anayekalia kuna matunzo yake maalum ambayo inabidi aweze kutunzwa ili awe tofauti na bata wale wengine ambao hawakalii. Ina maana Masauti yuko hapa amekalia ili aweze kuangua mayai. Ndio. Kwa hiyo matunzo gani ambayo unampa bata kama huyu? Bata kama huyu, cha kwanza unaanza kutengenezea mazingira yako sahihi. Mazingira sahihi ndugu mtangazaji, kama hivi tunavyoona hapa ni kutengeneza jumba hivi. Yaani hivi jumba ambavyo unaliangalia hapa. Kwa hivi ndio sehemu ambazo bata wako unaweza kutengenezea. Kwa mfano kama yule pale ambaye sasa hivi anakalia, yupo kwenye jumba ambacho nimtengenezea ili kwa ajili ya yeye, yani asisumbuliwe na bata wengine. Ambao kumbe wengine wakifika basi wanakuwa ni hawapati nafasi ya kumsumbua. Kwa hiyo kwanza unaanza kuandaa mazingira kama vile ambavyo wewe unavyoona pale. Na baada ya hapo unaanza kuandaa kifuko, yaani unachimba kifuko ili yule bata anapokalia mayai basi anakaa sehemu nzuri. Kama hichi hapo. Kama ni hiki ambavyo naona hapa. Kuna hiki hapa, kuna kile kule, kuna hiki hapo, kuna hiki huko. Kwa hiyo ni mazingira ndio yako hivyo. Na huduma gani zingine ambazo unampa, labda mambo ya chakula? Chakula ni bora ambacho inabidi aweze kupata bata anayekalia kama huyu. Okay. Kwanza ni pumba. Napata pumba zile laini kama pumba za mahindi. Kama hivi ndugu mtangazaji unapoona hizi ndio pumba moja hapo. Na ndio huku hivi tunaishi chakula ambacho natengenezea. Kama hivi unapoona hizi ni pumba za mpunga. Zile laini kabisa zile. Kwa hiyo napatia hizi na pia nachanganyia na nafaka zingine kama vile mahindi unachanganya huko, kama vile labda kunde unachanganya tu, yaani unachanganya vitu tu ambavyo wao inapelekea bata wangu huwa kama unavyoona kwamba wako vizuri, wametakata vizuri, wamenenepa vya kutosha, na maana napata chakula ambacho kwa haya ni maji. Baada ya kukula chakula hapa akuja hapa kunywa maji, waendelea kucheza. Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho mfugo wangu kiukweli na nimeuandaa kwenye hali ya ustadi wa juu sana ndugu mtangazaji. Kwa hiyo kama hivyo tunavyoona na hili ndio banda ambayo niliandaa ni kwa hiyo mfugo wangu, wasipata kwa sababu mfugo wote cha kwanza ni lazima uweze kuandalia mazingira sahihi. Kwa ina maana kama yule pale ina maana bata wako ili kusudi katika mazingira mazuri. Ndio. Yaani kama yule pale bata ambaye anataga yule ambaye anakalia. Ina maana umemtengenezea mazingira mazuri kama ulivyosema pale awali. Kwamba mazingira ya kutengeneza kama kisahani fulani hivi. Akalia vizuri. Sahihi. Na pia umetuelekeza hapa kwamba bata pia hata zizi lako nao uliweka mabati juu. Ili wasiweze kulowana na kuwa nakalia. Kabisa. Na kitu kingine kuhusiana na lazima na chakula. Sasa mtazamaji wangu alikuwa anaulizia vipi kuhusiana na huyu wavu ulioweka hapa, maana huu wavu unasaidia nini? Unamsaidia nini bata kama huyu ambaye analalia huyu? Okay, sawa. Hapa hii ni maka nyavu kwanza ya kwanza mfugo ndugu mtangazaji utakiwa kumbane. Na pia unatakiwa kupatia nafasi. Hata wewe leo ndugu mtangazaji hapo nyumba yako lazima uweke madirisha. Kwa nini unaweka madirisha? Unaweka madirisha kwa ajili ya kwa wewe upate hewa. Kwa mimi hapa nimeweka hii nyavu ili mfugo wangu wapate hewa ndani. Maana
nitakapoziba hii yote, yani nitapoziba udongo hapa tayari bata wangu yani wanakuwa hawapati hewa nzuri. Kwa hiyo hii nimeweka ni kama mfumo wa dirisha kwa bata huyu pia analalia yule, ina maana inamsaidia kwa ajili ya kupata hewa. Na sio huyu tu, hata wenzao pia ambao usiku wanakuja huyu bata kwamba nimeandaa mazingira maana wale bata ambao wanaolalia kama hivi kama vile ambavyo unatoka kuona pale, ndugu mtangazaji, yule bata ambaye yuko pale amelalia kama vile unavyoona. Kwa hiyo nimeandaa hivi kwa ajili ya bata wanaolalia ili kuandalia mazingira ya kupata hewa. Na naona mwanga pia uko mzuri ndani huko. Kabisa. Kabani pesa semaje ndani ya banda, maana bata yote analalia ndio yule pale. Ndio. Analalia au anakalia mayai na banda ndo kama hivyo. Na pia katuambia kwamba hapo kuna dirisha kubwa, inapitisha mwanga na hewa nzuri safi. Unaona, na ukiingia kwa ndani huko ina maana kwamba bati zake ziko hivyo, yaani hizo ndo bati, maana kuna hata kama mvua ikinyesha ina maana wanakuwa hawaloani wao bata, ndio hivyo bila shaka ndugu mtangazaji. Kwa unamshauri vipi kijana ambaye yuko nyumbani ana mpango wa kuanza ufugaji wa bata? Je, naye anaweza lakini kufuga au hataweza? Cha kwanza nia. Hawekee nia. Kama mimi hapa ambavyo niamua nifuga bata, kwa maana kwamba nimeweka nia. Kwa sababu chochote kikija kwenye nia, basi una uwezo wewe kufanikiwa malengo yako kuweza kufuga bata. Kwa hiyo ni changamoto gani ambaye bata kama huyo ambaye anakalia huyo anaweza akapitia, au inabidi uweze kufanya mazingira bata huyo pale asiweze kuacha kukalia? Maana kuna bata wengine wanaweza kalia ndani ya mwezi mmoja kaacha mayai. Wewe unafanyaje usudi bata wako akalie na aweze kutoa mayai yote alokalia? Cha kwanza ndugu mtangazaji, kwanza inatakiwa lishe. Kwamba cha kwanza hale ule chakula ambacho kwamba yeye anahakika kabisa kwamba akitoka pale anakuja kula. Lakini sio unafuga mfugo ambaye wewe bata huyo yani hapati chakula, hapati maji. Wewe utapiga bata huyo haishije. Kwa hiyo ni lazima atoke umbali mrefu ili apite kujitafutia kula. Kwa hiyo hili bata anayekalia aweze kutoa watoto wote kama mayai 20 ama 22 ama 25, basi inabidi chakula kiwe cha kutosha hapo maeneo ya karibu. Muandalie kutoka hapo akwenda pale anakula chakula, kutoka hapo anaingia ndani anakalia. Kwa hiyo ndio sura ya kwanza kwa mfugo wa bata, inatakiwa uanze kumwandalia ili atoe watoto wote, mayai yote ambayo yeye kayataga. Kuna umuhimu sana kuandaa mazingira pia ya chakula na uwepo karibu kabisa. Kwa baada ya kutoka kwenye usalama wa banda na usalama wa kuweka sehemu kulalia, maana pia kuweka na usalama wa chakula ili wanapokuwa wanatoka waweze kula chakula bila kuwa na changamoto yoyote. Na kitu kingine kipi ambacho muandalia bata wetu analalia mayai? Cha kwanza kumwandalia ni kama kutoka kuzungumza awali, ndugu mtangazaji, kwamba kwanza mazingira. Kwa sababu mfugo wote kama ukiweka mazingira ambayo amekuja mtoto amechezea, kama mtoto pale amechezea, bata pale anakuwa yani hana nafasi, anakuwa yani yule bata wako yule anabanwa. Ili asibanwe inatakiwa utengenezee mazingira yaliyo bora. Kama mimi hapa leo nimeandaa hili banda, kwa hiyo hapa mtoto hawezi kufika kuja kumsumbua bata, kwa sababu yupo kwenye nyumba yake. Nyumba yake hii ni kwamba ipo kwenye ubora kama hivi unavyoona. Kwanza ni kabati na pia iko kwenye mandhari mazuri. Kwa kitu cha kwanza ambacho nashauri kama ni mfanyakazi zangu, cha kwanza aandae mazingira ya bata wake pa kulala, pa kuishi. Pia aandae chakula ambacho anaamini kwamba watakula chakula vizuri na kuweza kujinafasi kwa usalama zaidi. Na basi mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, sisi tunashukuru sana kwa kuweza kutembelea na kuweza kutupa madini mazuri ambayo tulikuwa hatuyajui. Kwa hiyo kikubwa sana nimkumbushe tu mtazamaji wetu uweze kusubscribe, uweze kulike na comment, na pia mwisho wa video hii ndio mwanzo wa video nyingine. Nilikuwa naomba kuuliza swali moja mpenzi mtazamaji, kama mtasoma comment yako hapo, ina maana wewe bata wako wanalalia au wanakalia mayai, huo unawahudumia vipi mpaka unahakikisha mayai yako yale yote, kama amekalia mayai 40 au mayai 20, basi mayai yake yote anaweza kutoa vizuri akaangua watoto. Kwa tunashukuru sana
ndugu mtazamaji wetu, pia tunashukuru pia na ndugu mfugaji. Karibu sana Nebuye TV, kumbuka kusubscribe.